Wanaharakati wawili Kenya, Bob Njagi na Nicholas Oyoo, wametoweka baada ya kudaiwa kutekwa nyara na wanaume waliokuwa na silaha nchini Uganda siku ya Jumatano alasiri, na kufikia sasa hakuna taarifa kuhusu waliko imetolewa na serikali ya Uganda. Wawili hao walikuwa wamejiunga na kampeni za mgombea urais wa National Unity Platform NUP Bobi Wine siku ya Jumanne. Taarifa zinasema walilazimishwa kuingia kwenye gari na simu zao kuzimwa. Bobi Wine amedhibitisha haya na amekashifu tendo hilo na kudai waachiliwe waliko na serikali. Video zilizoenea mtandaoni zilionyesha Njagi akiwa kwenye kampeni za Wine katika wilaya ya Kamuli mashariki mwa Uganda. Mashuhuda sawia wanasema majira ya saa 9 alasiri, wanaume wanne wenye bunduki waliwasili kwa gari lenye rangi ya kijivu wakamchukua Njagi na Oyoo, huku shahidi mmoja pia akitekwa nyara lakini akaachiliwa baadaye. Simu za Njagi na Oyoo zilipoteza mawasiliano muda mfupi baadaye. Mtu aliyekuwa nao aliripoti kisa hicho kwa polisi na kueleza hofu ya usalama wake. Hata hivyo, hakukuwa na kauli rasmi kutoka kwa maafisa wa Kenya au Uganda. Matukio kama haya yameripotiwa mara kadhaa. Miezi minne iliyopita, wanaharakati Boniface Mwangi kutoka humu nchini Kenya na Agatha Atuhaire huko Uganda walikamatwa Tanzania na baadaye kuachiliwa karibu na mipaka ya nchi zao, wakidai kudhulumiwa kingono na polisi wa Tanzania. Mwaka jana, Njagi pia alitekwa pamoja na ndugu wa Longton kwa madai ya kuhusika kwenye maandamano ya kupinga utawala wa serikali ya Kenya Kwanza ukiongozwa na Rais William Ruto, na walipotea kwa zaidi ya miezi kabla ya kuachiliwa.